Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein. Wakati huu tunatazama ni kwa nini Israel imekuwa ikiendeleza migogoro baada ya amani katika eneo la Mashariki ya Kati. Tawala nyingi za Israel tangu miaka 1948 zimekuwa ni tawala za kutafuta migogoro katika mataifa jirani. Historia inaeleza hivyo kwamba tangu mwaka 1948 baada ya taifa hilo kupewa uhuru na kugawiwa eneo katika Palestina, Israel ambayo ilikuja na nadharia kwamba eneo kubwa katika Mashariki ya Kati ni katika eneo lake, imekuwa ikitengeneza migogoro, na lengo lake kubwa linatajwa kwamba ni mpango wake wa kujitanua zaidi na kutaka kufanya Israel kuwa kubwa tena. Israel iliingia katika migogoro mingi ikipambana na Wapalestina, lakini pia ikipambana na watu wa Syria, kadhalika ikipambana na Lebanon, lakini pia na mataifa mengine kama vile Jordan na mataifa mengi katika Mashariki ya Kati na hata Misri. Israel ambayo wakati huu ipo vitani na Lebanon pamoja na Iran. Wakati huu Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu hatangazi juu ya kusitishwa kwa mapigano na kutaka amani. Wachambuzi wa mambo wanasema kuna mambo mengi ambayo yapo nyuma ya pazia. Miongoni mwa mipango ni kile alichowahi kukizungumza Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kwamba anataka kuifanya Israel kuwa kubwa. Mpango huo ni mpango wa muda mrefu. Ni mpango ambao wa Israel wanaamini kwamba ni mpango wa kimungu. Katika maandiko wanaamini kwamba Israel ni taifa kubwa lenye eneo kubwa, na hata Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu aliwahi kutangaza kwamba miongoni mwa maeneo ambayo Israel inapaswa kuyachukua ni pamoja na Palestina yenyewe, Jordan, Iraq, lakini pia Lebanon, Syria, kadhalika na sehemu katika Saudi Arabia. Ni maeneo ambayo Israel inaamini ni katika maeneo ya kihistoria yaliyotajwa katika vitabu vyao. Hii ndio sababu kubwa ambayo inawafanya wa Israel waendeleze mapigano katika eneo la Mashariki ya Kati. Lakini jambo jingine ambalo linatajwa ni kwamba Israel inatafuta njia nyingine ya kuwa taifa kubwa ambalo linaogopwa katika Mashariki ya Kati, na ndio maana mara nyingi limekuwa likipambana, lakini kwa namna moja ama nyingine limekuwa likipata msaada mkubwa kutoka kwa Marekani, na hii ndio ambayo inaipa kiburi nchi hiyo. Israel imekuwa na taratibu za mapambano mazito, ambapo katika mapambano yake imekuwa ikiharibu kila kitu katika eneo fulani. Kwa mfano, katika vita vyake na kundi la wapiganaji la Hamas, Israel iliuharibu kabisa ukanda wa Gaza kwa kuharibu miundombinu pamoja na majengo ambayo raia walikuwa wakiishi, huku ikiwa zaidi ya raia 70,000. Uharibifu wa madaraja na vitongoji vya makazi, mashambulizi makubwa ya Beirut pamoja na Gaza, lakini pia mashambulizi na uharibifu mkubwa huko Syria na upanuzi thabiti wa kinachojulikana kama eneo la Bafa. Yote yanaonyesha kwamba hii sio tu juhudi za kimbinu za kuidhibiti Hizbullah na eneo la Mashariki ya Kati, ni jaribio la kuunda upya hali halisi ya kijeshi na kisiasa ya kusini mwa Lebanon kwa miaka mingi ijayo. Israel inaelezea hii kama uundaji wa ukanda wa usalama hadi mto Litani katika lugha ya eneo hilo. Hata hivyo inasoma tofauti. Hapo awali awamu mpya ya vita ilianza Machi 2 wakati Hizbullah ilivyofatua risasi kwa Israel kufuatia mashambulizi ya Amerika na Israel dhidi ya Iran na kuuawa kwa Ayatollah Al-Khamenei, moja kati ya viongozi ambao Israel ilikuwa ikimuona kama adui mkubwa ambaye alikuwa akipinga mipango yao ya kuweza kuidhibiti Mashariki ya Kati. Hata hivyo, wachambuzi wa mambo wanasema kwamba Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu, ambaye hivi majuzi alisema kwamba hata kama vita vya Marekani na Iran vitakwisha, lakini mipango yao wa Israel ni kuvunja utawala wa Iran, utawala wa kimapinduzi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Hiyo ndio mipango mikubwa ya Israel, ambapo inaona kwamba endapo itavunja aina ya mfumo kama huo, itaweza kudhibiti chochote katika Mashariki ya Kati. Hata hivyo, Israel wakati huu inakutana na upinzani mwingine kutoka Uturuki, ambayo imesema kwamba haitokubaliana na aina ya ukatili unaofanywa na Israel kwa Wapalestina katika ukanda wa Gaza, lakini pia na eneo la Ukingo wa Magharibi. Israel imeteka maeneo mengi katika eneo la Ukingo wa Magharibi na Palestina kwa ujumla, na pia imeteka maeneo katika Syria, lakini pia na Lebanon, na bado ipo katika mpango wa kuweza kuhakikisha inateka maeneo mengi zaidi. Kwa nini inataka kuuangusha utawala wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran? Utawala wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran unaonekana ndio mtetezi wa nchi nyingi za Mashariki ya Kati zilizo katika uonevu wa Israel, na hivyo kwa miaka mingi tangu mwaka wa mapinduzi 1979
Iran imekuwa ikitetea kwa kiasi kikubwa, na inadaiwa kwamba hata makundi yaliyopo ya wapiganaji ikiwa ni pamoja na Hamas, Hezbollah, Wahuthi wa Yemen na makundi mengine ya kijihadi katika Mashariki ya Kati yaliundwa kwa mnasaba wa Iran ili kutetea maslahi ya Wapalestina na Waislamu katika eneo la Mashariki ya Kati. Na ndio maana sasa Israel inataka kuvunja kabisa mfumo wa kisiasa wa kimapinduzi wa Iran ambao inaiona kama ndio mfumo unaokandamiza na kutofanikisha kwa malengo ya Waisrael pamoja na Marekani. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.